Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi njema, ninawasalimu katika jina la Yesu wote ambao mnanisikia. Jina langu ni Stella kutoka Deliverance Church Embakasi, na ninashukuru Mungu asubuhi ya leo. Na kwa hivyo kabla tu muda mfupi niweze kushiriki neno la Mungu pamoja nanyi, ningependa tukaweze kuomba katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, asubuhi ya leo tunakushukuru. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako na kutupa siku nyingine kuiona. Tunasema ni asante. Tunapoanza siku hii ya leo, tunaomba ya kwamba uwepo wako ukatembea na kila mmoja wetu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Na kwa hivyo asubuhi ya leo, watazamaji wapendwa, ningependa mjue ya kwamba ni siku nyingine ambayo Bwana ameweza kutukirimia ili tukaweze kuona siku ya leo tunapoendelea na shughuli zetu. Tunaenda kushiriki neno la Bwana, na ujumbe wa siku ya leo na asubuhi ya leo ni ya kwamba kuwekwa huru. Na kuwekwa huru ni jambo ambalo kwa wakati mwingine unaweza kuona ni jambo la kawaida, lakini kuwekwa huru kuna maana yake. Na kwa hivyo ningependa tu tuweze kusoma kitabu cha Luka mtakatifu, kifungu ni kile cha 4 mstari wa 18. Biblia inasema ya kwamba Roho wa Bwana juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kwa kulihubiri habari njema kwa maskini. Amenipelekea kuwatangazia wafungwa kufunguliwa, na kipofu kupata kuona, na kuwaacha huru walioteswa. Hilo ni neno la Bwana limetoka katika kinywa cha Yesu asubuhi ya leo, ya kwamba kazi ya Yesu ni kuweka waliofungwa huru. Asubuhi ya leo kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuwa ametufunga kutoka katika familia zetu. Zingine ni zetu tunaziita madhabahu ya kifamilia. Kuna zile roho ambazo ni tawala. Na kwa hivyo wakati mwingine kama familia unaweza pata uwezo ukaenenda mbali maana umefungwa. Kwa mfano nikiwa ni kana kamba niweze kumfunga ng'ombe mahali fulani, itabidi wakati mwingine nirudi niweze kumfungua ili aweze kuwa huru kuenenda. Na hivyo ndipo asubuhi ya leo neno la Bwana linasema ya kwamba kuna uwezekano unaweza kuwa umefungwa. Lakini mahali tumesoma Biblia inasema ya kwamba Kristo anasema ya kwamba alikuja kuwekwa huru watu wa Yesu Kristo. Ni maana alijua wamefungwa. Kuna wale tumefungwa na mila, kuna watu tumefungwa na mambo na anasa za dunia. Hata tukitaka kuenda kwa kumwabudu Bwana, tukitaka kumfanyia Mungu kazi, wengine hata tumeokoka, lakini kuna uwezekano mkubwa unapata ya kwamba kuna maroho yamekufunga. Na kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa ujue ya kwamba ni wakati tu Kristo anapokufungua. Unapokubali ya kwamba Kristo anaweza kukufungua, maisha yako yanaweza kuwa maisha yenye shida, maisha magumu sana. Unakuwa umesoma lakini hauna kazi. Unaweza kuwa asubuhi ya leo wewe uko na makaratasi ambayo yanakuoneshana ya kwamba wewe umefuzu kufanya kitu fulani, lakini unapata ya kwamba umefungwa, huwezi pata kazi. Kristo alikuja ili aweze kuweka huru walikuwa wameteswa na shetani. Na kwa labda tuweze kusoma kifungu kingine kimoja kisha niweze kumaliza. Ni mtu mmoja unaposoma katika kitabu cha Marko, kifungu ni kile cha 5 mstari wa 1 mpaka 20, lakini nitasoma mstari miwili tu peke yake. Uone vile huyo kijana alikuwa amefungwa, na hapo utaweza labda kufunguliwa macho yako kuhusu maisha yako, kuhusu familia yako, kuhusu kazi unayoifanya katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo, hapa ni wakati Yesu alikuwa anavuka ng'ambo ya pili na wanafunzi wake. Biblia inasema kwamba wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Mstari wa 2 unasema nini? Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo chafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyekuwa anaweza kumfunga hata na minyororo. Biblia inatuambia ya kwamba asubuhi ya leo natupa mfano wa mtu mmoja. Biblia inasema ya kwamba huyu alikuwa anaishi makaburini. Nashukuru asubuhi ya leo wewe ambao umeamka kwenye nyumba yako, ukaamka kutoka kwa kitanda chako, ukaamka ukaingia ukajitayarisha. Hapa Yesu anasema ya kwamba alipokuwa chomboni kushuka ng'ambo ile ya pili, Biblia inasema ya kwamba alikutana na mtu, na huyu mtu alikuwa anaishi makaburini. Huyu mtu
Biblia inasema ya kwamba alikuwa anajikatakata usiku na mchana. Ni kumaanisha usiku wake haukuwa na amani. Usiku wake Biblia inasema ya kwamba ulikuwa umejawa na kilio. Na kwa hivyo asubuhi ya leo tunapojua mali tumesoma in the book of kifungu Luka 10 mstari ule wa 4:18 imesema ya kwamba Kristo anasema alikuja kuweka huru. Na kwa hivyo huyu mtu alipokutana na Yesu Kristo, yale maroho ayangekaa ndani ya yule mtu tena. Na hivyo asubuhi ya leo kama vile yule mtu alikuwa anaishi makaburini, Biblia inasema ya kwamba maisha yake Yesu aliweza kumuokoa. Yesu aliweza kumuweka huru. Tuna watu wa kifamilia, tuna watu wengi sana. Wengine hata labda ni wewe mwenyewe. Unahisi ya kwamba maisha yako umefungwa. Ukitaka kuendelea mbele huwezi ukaenda mbele. Maroho mengine ni kama maroho ya magonjwa. Unasema babu yangu alikufa kwa ajili ya ugonjwa. Tunasema nyanya yetu pia kafa kwa ajili ya huo ugonjwa. Unasema ndugu yangu pia kafa juu ya huo ugonjwa. Na hata unasema unaona mtoto wako kama anataka kufa kwa sababu ya huyo ugonjwa. Kristo anasema nini? Alipokutana huyo mtu alikuwa anaishi makaburini. Biblia inasema ya kwamba Yesu aliyakemea yale mapepo. Hakuna jambo ngumu mbele za Bwana. Asubuhi ya leo unaweza sema ya kwamba mimi ninajua haya mambo si ya kawaida. Maana neno la Bwana linasema nini? Kristo ako na mpango mwema na maisha yako. Ako na mpango mwema maisha yako. Akutupatia matumaini. Na kwa hivyo asubuhi ya leo, mpendwa ambao unanisikia, ni vyema uelewe maisha yako. Ujiulize, kunaweza kuwa kuna misingi katika familia yetu ambayo imefanya maisha yangu ikuwe vile ilivyo, imejawa na kilio, imejawa na kutoendelea. Kristo alikuja kwa ajili ya kuondoa kama mambo kama hayo katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba huyo mtu alipokutana na Yesu, mapepo hayangestahili uwepo wa Bwana. Mapepo hayangeweza kustahimili nguvu za Bwana. Na kwa hivyo asubuhi ya leo tuna watu kama hao katika jamii zetu. Mahali unakoishi, unajua kuna watu wamefungwa. Wengine hata wakiokoka wanarudi nyuma. Hata wakihubiri wengine wanarudi nyuma. Unaenda unasoma lakini huwezi ukapata kazi. Unapata wengine unaweka biashara na unapoangalia unaona ya kwamba hata biashara iliyokuwa ya baba yako ilifika mahali ikaenda chini. Ujue ya kwamba Kristo alikuja kwa ajili ya mateso kama hayo. Ni ombi langu asubuhi ya leo, Kristo akuweke huru, aweke familia yako huru, aweke watoto wako huru. Roho zingine ni kama za ulevi. Unapata katika familia yenu kila mtu anakuwa mlevi, watoto wao wanakuwa walevi, wale vitukuu wanakuwa walevi. Na unasema ni kwa nini? Ujue shetani anafunga watu. Lakini ndiposa Yesu akasema, nilikuja ili mwana wa Adamu akawekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema nini? Katika kitabu cha Yohana wa kwanza inasema ya kwamba kwa sababu hii. Sababu gani? Kuona unateswa. Kuona shetani ameweza kutesa watu wa Mungu. Kwa sababu hiyo Kristo alikuja kuharibu kazi za shetani. Asubuhi ya leo unaweza sema ya kwamba Kristo njoo uharibu kazi za shetani. Kama unaamini tu Yesu anaweza, ni vizuri uwe na uhusiano mwema na Mungu. Ni vyema umjue Bwana. Ni vizuri uwe imara katika maombi. Ujue neno la Bwana linasema nini juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo huyo mtu ambaye aliisha makaburini, neno la Bwana likatimia kwamba alikuja kuwekwa huru waliokuwa wameteswa na shetani. Usikubali shetani aendelee kutesa maisha yako. Mzazi uliyenisikiza wewe, unaona watoto wako wanateseka, walete mbele za Bwana, waitie jina la Bwana. Maana Yesu Kristo huweka watu wake huru. Waliokuwa wagonjwa, Yesu amekuwa akiponya. Waliokuwa wamekufa, tunamwona Lazaro akiwa amekaa kaburini kwa siku, amekaa pale kwa siku 3, Kristo anakuja na anamfufua. Hali yako inaweza kuwa si hali, lakini asubuhi ya leo ninashukuru mmoja ambaye anasema akona nguvu ya kuweka watu wa Kristo huru, roho za umaskini. Biblia inasema kwamba hiyo sio sehemu yetu. Na kwa hivyo asubuhi ya leo mpendwa, unaposikiza neno hii, angalia mahali umezaliwa.
Angalia mahali umeolewa, angalia mahali unafanya kazi, angalia biashara yako. Na kama unaona kuna jambo lolote linaweza sema ya kwamba kuna misingi ambayo si ya kikawaida, na kuambia kazi ya Kristo alikuja kuweka huru waliokuwa wameteswa na shetani. Na kwa hivyo usikubali asubuhi ya leo mume wako wateswe na shetani. Simama katika maombi. Usikubali watoto wako wateseke. Simama kwa maombi. Usikubali biashara yako shetani aingililie katika jina la Yesu Kristo. Wakati mwingine unaweza kuona kuna premature death, vifo vya mapema. Biblia imetuahidi kuishi maisha yetu yote. Na kwa hivyo asubuhi ya leo unapoangalia vifo zinafuatana, hiyo ni roho ya kipepo ya kishetani. Tangaza ya kwamba watoto wako wataishi maisha yao yote. Tangaza mume wako ama mke wako ataishi maisha yake yote katika jina la Yesu Kristo. Maana kwa ajili hiyo Kristo alikuja kuharibu kazi za shetani. Naomba asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, unapotoka barabarani kuingia gari lako, unapoingia kwenye kuabiri gari kwenda mahali pako pa kazi, kama kuna mitego yote ya shetani ameipanga, tunatangaza haina nguvu wala mamlaka. Natangaza mbingu ikawe wazi siku ya leo kwa ajili ya maisha yako katika jina la Yesu. Kazi yako ikabarikiwe, ukawekwe huru na ukakombolewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu anatupenda, na ndiposa anasema ya kwamba Yesu Kristo ametolewa kwa watu wote. Hata unasikia ya kwamba hautaki kuishi, Kristo alikuja ili tuwe na uzima, na anasema ametupa uzima teletele. Na kwa hivyo usiishi maisha ya kufinyiliwa na shetani, maana shetani kazi yake ni kufinyilia. Kazi ya shetani ni kuiba, kuharibu na kuua. Haijalishi uko wapi, kubali Yesu Kristo akuweke huru katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa mwana wa Mungu. Ninapomaliza, ni vizuri tujue ya kwamba pepo mchafu akiingia ndani yako hawezi ukaendelea. Ni vizuri ujue maroho ya kudanganya, deception spirit, huwa ni roho chafu sana na roho mbaya sana. Anaweza fanya maisha yako isiendelee katika jina la Yesu Kristo. Kuna maroho ya kudhalilisha ambayo tunaita oppression spirit. Ukiwa na hiyo roho, huyu mtu aliishi makaburini au kujua mwingine, hangejua usiku na mchana, lakini Biblia inasema kwamba alikuwa anajikatakata katika jina la Yesu. Na pepo mchafu wa magonjwa, naomba asubuhi ya leo, kitoka kwa nyumba yako, ukiingia kwenye ile ofisi unayoingia, unapoenda kokote, tangaza siku ya leo Kristo juu ya maisha yako, na alikuja kuwekwa huru waliokuwa wameteswa na shetani. Na iwapo uko na watu kama hao katika jamii, liitie jina la Yesu Kristo. Nikiwa na kualika katika Deliverance Church Embakasi katika ibada zetu katika jina la Yesu. Siku ya leo na kutakia mchana mwema wenye baraka. Kristo awe nawe. Kwa hivyo naomba tuweze kufanya ombi fupi ninapowabariki mnapoelekea katika kazi zenu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunajiweka wakifu mbele zako. Mpendwa msikilizaji anapoamka na kujiandaa kuelekea sehemu tofauti, Bwana umetufundisha ya kwamba Kristo ulikuja kwa ajili ya kuweka watu wako huru. Bwana, iwapo kuna yeyote amekuwa kingangana na maisha, wengine wametafuta kazi hawapati, Bwana siku ya leo naomba kazi zao zikaachiliwa katika jina la Yesu. Waliokuwa na wagonjwa, Bwana naomba uhuru wako wa kupata afya njema ukaweze kuwashukia katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, wewe ni Baba. Walioteswa na shetani waweke huru asubuhi ya leo, na mipango ya shetani ya umwagikaji damu barabarani asubuhi ya leo, natangaza ina nguvu wala mamlaka. Natangaza siku ya leo italeta furaha na amani katika jina la Yesu. Iwapo kuna yoyote Bwana hajaokoka, naomba neno hili linapomfikia, Bwana Roho Mtakatifu zungumza na yeye ili Bwana ukamuokoe, maana kazi yako Kristo ulikuja kuharibu kazi zote za shetani katika jina la Yesu. Amani ya Bwana naomba ikandamane na watu wako, na ulinzi wa kimbingu kawe juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki sana, awatende mema, panue mipaka yenu hadi wakati mwingine wiki ijayo tupate kuendelea kulisikia neno la Bwana. Amani ya Bwana. Amen. Amen. Amen.